Naam, mwanamichezo wa Kamwe TV, karibu hapa tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Mbele yangu ni naye Dominic Salamba, nimekuja kuzungumza mawili matatu yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Kama bado hujasubscribe Ali Kamwe, fanya hivyo ili uwe kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Pengine unajua ni kitu gani hasa tunakwenda kuzungumza na Dominic Salamba hii leo? Kuwa nasi basi kuanzia pale mwanzo mpaka pale tamati ambako nitakapokuwa nikihitimisha mahojiano yangu haya na Dominic Salamba. Salamba, tuanzie hapa. Kwa hiki ambacho unachokiona, ni dhahiri shahiri kile ambacho kila mmoja anakikusudia kwa namna moja ama nyingine, unaona inazidi kuendelea kuimarika kila inapoitwa leo. Binafsi nikisema niangalia Yanga ni kama timu ambayo inajaribu kurudi katika level au rhythm ambayo ilikuwa iko nayo. So ukiangalia bado hawajafikia kwenye piki ambayo unaweza ukaona au ukaweza kupata kile kiwango cha juu cha kila mchezaji. Tunaamini kwamba msimu uliopita walifanikiwa kwenye vizuri na kuchukua mataji mengi, nafikiri mataji 5, lakini kutokana na changamoto za kuchelewa kuisha kwa ligi msimu uliopita na kuwahi kuanza kwa msimu, lakini pia na michuano ya CHAN na vitu vingine, timu ilikosa muda wa kufanya maandalizi ya kutosha, kwa sababu katika kipindi cha kujiandaa at least upate wiki 6 mpaka wiki 8. Kwa hiyo baadhi ya nyota viwango vyao viliweza kushuka, watu tulishuhudia baadhi ya nyota ambao walikuwepo, lakini pia kwa sababu muda ulikuwa ni mdogo wakakosa muda mzuri wa kufanya mazoezi na hawakuwa kama timu, kwa sababu nyota walikuwa wamegawanyika, hawakupata nafasi ya kuweza kujiandaa wakiwa na wachezaji wao wote 30 kadhaa ambao wako nao. Walikuwa na training kwa makundi, kwa sababu kuna baadhi ya nyota walikuwa hapo kwenye chani, wengine bado walikuwa hajafika na wengine wakaja wakasajiliwa. Hiyo ilikuwa ni tatizo la kwanza, kwa sababu lazima mchezaji baada ya ligi kuisha apate walau wiki 1 au siku 15 ambazo zitamfanya aweze kupumzika na kuregain tena nguvu kwa ajili ya msimu nao unaofuata. Lakini pigo la pili lilikuja baada ya kumpata mwalimu ambaye alitamani kuja kuanza upya kwa muda mchache ambao walikuwa wako nao, mwalimu Falls, naye aliwafanya waweze kuweza kustack na sio kuendelea mbele. Kwa hiyo mwalimu Pedro amekuja timu ikiwa ndio inaanza kuunga tena upya, na akaamua kurudi kwenye staili ya mwanzo ili aanze na timu ambayo ilikuwepo tokea mwanzo, from there ndio aweze kuadd some inputs. Kwa hiyo bado hawajafikia kwenye ile climax point yao ya ubora walionao, ndio maana hata baadhi ya nyota ambao wamewasajili ambao walikuwa na uwezo mkubwa, ambao wamewasajili kwa gharama kubwa, bado hawajaweza kuonekana na uwezo wao, kwa sababu timu bado inaendelea kujitafuta. Sasa unapokuwa kujitafuta ni vyema ukaanzia pale ambako ulikuwa umeishia katika msimu uliopita. Kwa hiyo kama ni kiwango, ni kama nawaona wakiwa katika ubora wa 60%, tofauti na watu ambao walikuwa na expect kufikia kwenye 90 au 100%. Kuna utofauti gani unavyoitazama Young Africans katika michuano ya ndani ligi kuu Tanzania bara, lakini pia vile vile kwa namna wanavyokuwa wanacheza kwenye tournament za CAF Champions League? Nafikiri hakuna tofauti, isipokuwa issue ni approach, lakini pia unaangalia na aina ya opponent, kwa sababu uwezi wanasema ukatumia bunduki kwenda kuua kuku. Kwa hiyo kila opponent au kila adui unayokutana naye lazima uweze kuandaa mpango kazi kutokana na ubora na ukubwa alionaye yeye mwenyewe. Kwa hiyo nguvu ambayo utaitumia zidi ya FAR Rabat itakulazimu ukimbie mara mbili tofauti kwenda kukutana pengine na Mungo au na Dodoma Jiji au na Fountain Gate. Kwa hiyo wanachokifanya, wamegundua kwamba michuano ya kimataifa inakuhitaji utumie energy kubwa na ni tournament ya muda mfupi. Ligi inahitaji issue ya kuweza kukusanya alama. Kwa hiyo cha msingi tu ni kucheza katika mazingira ambayo yatakufanya uweze kupata alama. Lakini pia wamegundua kwamba michuano ya kimataifa inatakiwa uwe na your best squad, yani timu yako yote bora uwe nayo kiwanjani. Lakini kwenye ligi unaweza ukarisk kwenye baadhi ya maeneo. Unaweza kusema okay, leo kwenye namba 8 labda nisimtumie Mudathiri haya, nimtumie Alasani Koma, nimtumie sijui nani. Kwa hiyo yale mabadiliko ambayo mwalimu alikuwa anatamani kuweza kuyafanya anaweza akafanya kwenye mechi za kawaida, kwa sababu hata ambao atakwenda kuwatumia, hata kama atakuwa katika uwezo wa juu, lakini hawezi kuwa chini na opponent anakutana nao. Yaani leo hii mchezaji ambaye Yanga hapangwi, labda kina Dennis Nkane au kina Faridi, bado akienda timu kama Fountain Gate anakuwa ni superstar kwa sababu ana kiwango kikubwa. Kwa hiyo nimeona kwamba ligi wanaitumia ikiwa ni sehemu ya kuweza kutengeneza ubora wa timu yao ambayo inakwenda kupambana kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Tuzungumzie mkwaju wa penalty ambao amekwenda kupiga Prince Mpumelelo Dube. Watu wengi wanazungumza na kusema ya kwamba haikuwa clear penalty, isipokuwa tu ni makosa ambayo mwamuzi ameyafanya kwa kuwapa Young Africans and favorite ya kwenda kupiga mkwaju. Nafikiri mpaka saa hizi sio sisi, sio mashabiki, sio wanaorusha, hatukupata clear picture ya ile jambo lilotokea. Hakukuwa na kamera ambayo ingeweza kuonyesha direct kama mpira aliugusa au hakuugusa. Sio, unaelewa?
Labda unless kama utakuwa una picha ambayo unaweza ukaona direct wa mpira uligusa kwenye kifua au kwenye mkono. Kwa hiyo itoshe kusema kwamba mwenye kuweza kujua ilikuwa ni penalty au sio penalty ni mwamuzi aliyoamua. Kwa sababu hata ukiangalia picha za marejeo ya video bado hazionyeshi moja kwa moja kama ile mpira ulikuwa umegonga sehemu gani ya mwili. Pengine walikuwa wamekosa ile ya side camera kuweza kuonyesha au nyuma ya goli. Kwa hiyo itabakia tu kuwa tunazungumzia hisia. Kwa sababu sisi itakiwa tuzungumze baada ya kuona marejeo ya picha ili tupate comment tukireflect marejeo ya picha kwamba ilikuwa au haikuwa. Kwa binafsi nashindwa comment kwamba ilikuwa au sio, kwa sababu sijapata exactly au uthibitisho wa picha yoyote ukionyesha kwamba yule mtu baada ya kwenda ule mpira either ni kifuani au ulikuwa mpira kwenye mkono. Kwa namna ambavyo mlitazama goli la Pacome Zouzoua Pedro akipokea pasi nzuri ya Duke Abuya, lakini alienda kuitendea haki pasi yake na kwenda kuzaa goli la pili kwa upande wa Young Africans. Tumzungumzie Pacome, performance yake. Nafikiri Pacome yupo, yani anawaonea wenzake. Yani yupo katika ligi ambayo yani yeye ana uwezo mkubwa kuliko wachezaji wengine wote. Yani anawaonea, yani sisi nikwambieje, yani yupo katika ligi ambayo akustahili yeye kucheza kwenye hiyo ligi. Hii ligi ya NBC. Yani sio level yake. Huo ni ukweli. Yani level alionayo yeye ilimtaka hawe kwenye ligi kubwa zaidi ya Tanzania ili aweze kutoa kiwango chake cha juu cha uwezo alionao, ili aweze kujikamua, ajistretch, atafute namba au ashindanie. Lakini hapa hata kama hayuko fit bado utamuona yuko fit. Kwa sababu hapati ule ushindani. Unaona? Kuna vitu ambavyo anavifanya katika ligi uwezi kumuona akifanya katika klabu bingwa. Si unaelewa? Kwa hiyo nafikiri anafanya kwenye ligi, kwenye klabu bingwa hawezi kuvifanya kwa baadhi ya mechi, kwa sababu anakutana na level ambayo ndio level yake. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye kuendelea kumjadili inakuwa ni kutotendea haki wale ambao tunakuwa tunamlinganisha nao, kwa sababu sio level yake. Kwa hiyo huyu ni exception kwenye ligi yetu. Wale wanaona kumfananisha Pacome na Morris Abraham. Brother. Utani huo. Hamna mpira huo, ni utani. Na ni kumkosea heshima huyo kijana kwa sababu ni kumpoteza. Sio level hiyo. Yaani haipo kumkompea hata mtu mmoja. Haipo. Yuko level nyingine. Kwa hiyo ibakie tu kukompea wengine. Yaani leo unataka kwanza kumkompea Pacome na Morris Abraham. Wakati Pacome huyo Morris hajafikia hata uwezo, hata Mudathiri hajafikia hata uwezo